Na mtazamaji, sasa sanamu mjini Eldoret zimekosa ama zimeondoka kuwa vichekesho tena, bali ni alama muhimu zinazoashiria historia, utamaduni na hata fahari ya jamii na wakazi wa mji huu. Sasa kila sanamu ina hadithi yake, iwe ni ushindi wa wanariadha, urithi au tamaduni. Sanamu hizi zimekuwa kivutio kikuu kwa wakazi na vile wageni, zikielezea utambulisho wa mji wa Eldoret kwa njia ya sanaa na kumbukumbu ya kihistoria. Mwanahabari wetu wa kujitegemea hii leo ni Gideon Ngeno kutoka chuo anuwai cha Eldoret. Alikita kambi mjini humo na kutuandalia taarifa ifuatayo. Eldoret, jiji linalokuwa kwa kasi katika bonde la ufa nchini Kenya, si tu maarufu kwa wanariadha wa nyanda za juu, na hakuna mahali hili linaonekana zaidi kuliko katika sanamu zinazopamba mitaa na bustani zake. Uasin Gishu ni watu wa maziwa, pia ile ambayo iko pale Ladabouti pale karibu ukienda na Town Hall, pia hiyo inaonyesha hapa tunapanda mahindi na pia ngano. Eldoret, maarufu kama City of Champions, linawatambua na kuwaheshimu mashujaa wake wa mbio za kimataifa kupitia sanamu zinazohifadhi mafanikio yao katika wakati. Tuko na hiyo ya kukimbia. Unaona ile statue Eldoret inajulikana kwa wakimbizaji. Kwa hivyo iko pale statue na kuna mingi sana. Hata hivyo, kumekuwa na miito kutoka kwa wanaharakati wa jamii kutathmini upya au kuondoa baadhi ya sanamu zilizopo. Mwenye alidesign lakini sasa angepata tu mtu mwenye anamuonyesha. So kama hii yenye iko hapa sasa kwenye iko katikati ya town ando kidogo, lakini alifanya kazi mzuri. Maana Eldoret yetu imeonekana kuwa ni city na pia inalembesha. Inafanya watu wengi huwa wanakuja kujiangalilia, na tunataka tuseme hizi statue zimeleta sana watalii. Hata unapata mtu akiwa Eldoret akiwa ameona ile statue ya mahindi anataka apige picha na ile kitu. Kadri Eldoret linavyoendelea kukua, sanamu zake zinaendelea kusema, wakati mwingine kwa sauti ya juu, wakati mwingine kwa sauti ya chini. Nikiripotia NTV mashinani kutoka jijini Eldoret, mimi ni Gideon Ngeno.